Hiki ni kitabu cha Ayubu 4 mstari wa 7. Nitasoma, kumbuka tafadhali ni nani aliyeangamia akiwa hana hatia. Sifa na utukufu kwa Yahweh Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raha kwa Dash, ambapo Yahweh ni jina la Mungu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania. Bahashem ni kwa jina la Yahushai, mnayemuita Yesu Kristo bila kufahamu jina lake anaitwa Yahushai. Bahashem ni kwa jina la Raha kwa Dashi ni jina la Roho Mtakatifu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania. Kwa hiyo hapa nilikuwa na taarifa, kuna taarifa ya majonzi kidogo ambayo imetokea Mbeya, kwenye sehemu ambayo mara nyingi ajali huwa zinatokea kwa sababu ya ubovu wa barabara. Na kama mnavyofahamu barabara zetu kwenye dunia hii ya tatu. Kwa hiyo hii ajali iligusa watu wengi sana. Kwa hiyo watu wakawa wanasikitika, na watu wengine wakawa mpaka wanahoji kwa sababu ya majonzi kwamba ni nani anayehusika na kuleta kifo. Naona na mambo kama hayo. Wengine wanasema kulikuwa kuna watoto wadogo mle, kulikuwa kuna mama na mtoto, kulikuwa kuna wanafunzi, kulikuwa kuna walimu wa vyuo, kulikuwa kuna wafanyabiashara. Mwingine anasema mpaka jana tu nimetoka kununua nyanya kwake pale Soweto sokoni, alikuwa ni mtu mwema. Wanasema kwamba kizuri hakidumu. Sasa tutaenda, unajua hayo ni maoni ya watu. Unaona, watu wakiwa kwenye hisia, kwa sababu hili swala limeibua hisia za watu. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anatoa maoni yake ambapo yanaweza yasishabihiane na Biblia. Kwa hiyo tutaenda kuchuja kilichotokea kwa kutumia maandiko, na tuweze kujua ukweli kuhusu sio tu hii ajali au kitu kibaya kikitokea, mtu amekufa, mtu amepata ajali, au watu walikuwa kwenye ndege ikaanguka kama ile kuna ajali za ndege zilitokea mfululizo hapo nyuma mwanzoni mwa mwaka. Naona sio hii tu, kuna ajali nyingi zimetokea, matukio mengi yametokea, watu wanakufa kwa wingi. Naona, na hiyo ni ishara kwamba tunaishi katika siku za mwisho. Maasi yanavyoongezeka na hukumu ndivyo zinavyoongezeka. Kwa hiyo nilianza na kitabu cha Ayubu 4:7. Nitarudia tena, nakwambia kumbuka tafadhali ni nani aliyeangamia akiwa hana hatia. Wengine wanasema kama kuna mama mmoja alikuwa anasali kwa Abiudi, Abiudi akawa analia madhabahuni, anasema kuna wengine wamekufa bila hatia. Ayubu anakuuliza sasa, kumbuka tafadhali ni nani aliyeangamia akiwa hana hatia? Kama maana nyingine ni hamna. Anakujibu kwenye mstari wa 8, anakuambia kama mimi nilivyoona, hao walimao maovu na kupanda madhara huvuna yayo hayo. Naona, huvuna yayo hayo. Kwa hiyo ukirudi tena kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 32:39, nitasoma na kuambia fahamu sasa ya kuwa mimi. Unaona, fahamu sasa ya kuwa mimi nami mimi ndiye, wala hapana Mungu Yahweh mwingine ila mimi. Anaelezea sasa hapa, anakuambia naua mimi. Kwa hiyo ukiona kifo ujue ni Mungu kafanya kazi yake. Unaona, anakuambia naua mimi na huisha mimi. Ukiona mtu alikuwa anaumwa vibaya mno, unasema huyu hawezi kutoboa, lakini kama miujiza jamaa bado anaishi mpaka sasa hivi. Unabaki kuwa unasimulia huyu jamaa miaka 20 iliyopita alikuwa anaumwa vibaya mno, hata hatuelewi mpaka sasa hivi amewezaje kuishi.
Mungu anakuambia na huisha mimi. Kuisha ni kuponya. Anakuambia nimejeruhi. Kirudi kwenye hii hapa, anakuambia watu 28 wafariki ajalini Mbeya, 7 wajeruhiwa. Kwa hiyo Mungu anakuambia na jeruhi. Sio mimi naongea maneno, ni Biblia. Tena naponya, wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu. Kwa hiyo Mungu akiamua kukufanikisha, akiamua kukufanikisha, hakuna yoyote atakayeweza kukuokoa kutoka katika mikono yake. Kwa hiyo tunaenda kwenye Luka 13 mstari wa kwanza. Kuanzia wa kwanza kabisa anakuambia, na wakati huo huo walikuwako watu waliompasha habari ya Wagalilaya, wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, je, mwazani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote, hata wakapatwa na mambo hayo? Kwa hiyo hao Wagalilaya walikufa kifo kibaya. Kwa hiyo Yahawashai au Yesu akawa anawaambia, je, mnadhani kwamba nyinyi wale waliokufa wana dhambi kuliko nyinyi? Unaona? Hata wakafa kifo kibaya kama walichokufa. Anaendelea mstari wa 3, anawajibu, nawaambia sivyo. Kwa hiyo ukiona mtu amekufa, sio kwamba ana dhambi sana kuliko wewe, ni wakati wake umefika. Kwa hiyo Mungu akaamua kumchukua kama alivyofanya. Anawaambia sivyo, lakini msipotubu. Unaona? Point ni kwenye kutubu. Watu maovu yameongezeka na watu hawataki kutubu. Kwa hiyo Yahawashai anasema, lakini msipotubu nyinyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Unaona? Kwa hiyo wale 28 waliokatiliwa mbali pale Mbalizi, na sisi tusipotubu njia yetu ni moja. Unaona? Hiyo ni Yahawashai anasema. Mstari wa 4 anakuambia, au wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwazani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Waliangukiwa, walikuwa wamekaa zao, wakaangukiwa na mnara. Kama yule jamaa aliyeangukiwa na container. Lori lilikuwa linapita, unashangaa container limeponyoka huko, limekuangukia wewe. Unaona? Kwa hiyo inamaanisha ni adhabu kutoka kwa Mungu. Na wala haina haja ya watu kuwa na hisia kuanza kukufuru Mungu na nini. Kwa sababu mwisho wa siku sisi sote tutapita sehemu moja. Nawaambia sivyo, lakini msipotubu nyinyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Kwa hiyo ndio message. Message yetu inahusiana na toba. Unaona? Message yetu inahusiana na toba, kutubu. Ili unaona, msiangamie. Au tusiangamie. Kwa hiyo itafika mwisho na kumpa sifa na utukufu ni Yahwa Bahashem, Yahawashai, Bahashem Raha Kodash. Tukutane kwenye somo nyingine. Natumai umeelewa kitu hapa.